Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa redio Mwangaza FM kusikiliza tafakari ya Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 30 Mei. Tuungane siku zote katika sala, tujiweke chini ya mapenzi ya Mungu ambayo ndiyo kitovu pekee cha amani. Tuungane siku zote katika sala, tujiweke chini ya mapenzi ya Mungu ambayo ndiyo kitovu pekee cha amani. Mtakatifu Gaspari anatukumbusha kwamba sala inatufanya tuungane na Mungu kila wakati. Pia kwa njia ya sala tunajipatia amani. Amani ni hali ya kuwa na utulivu, aidha ndani ya moyo wa mtu au katika mazingira yake ya nje ya kijamii. Ndugu zangu, amani ndiyo rasilimali pekee katika maisha yetu ambayo tukiwa nayo husababisha mafanikio mengine yote katika maisha yetu ya kila siku. Kufuatana na vita kuu ya kwanza ya dunia, mnamo mwaka 1917, Mama Bikira Maria aliwatokea watoto watatu kule Fatima nchini Ureno, ambao ni Lucia, Francis na Jacinta, na kuwaomba wasali rozari kila siku ili dunia ipate amani. Hii huonesha ni kwa namna gani amani ni muhimu kuliko kitu kingine katika maisha yetu ya kiroho na maisha yetu ya kijamii. Hata Bwana Yesu baada ya kufufuka kwake aliwatokea mitume wake mara kwa mara, na kila alipowatokea neno lake la kwanza kabisa lilikuwa amani iwe kwenu. Rejea Injili ya Luka sura ya 24 aya ya 36 na Injili ya Yohani sura ya 20 aya ya 21. Hivyo basi Mtakatifu Gaspari awe mfano wetu katika kutafuta ufalme wa Mungu kwa njia ya amani, na hasa kwa mfano wa Yesu Kristo mwenyewe aliye mfalme wa amani na mwalimu wetu, ambaye daima anatutaka tudumishe amani hiyo kati yetu sisi wenyewe kama Wakristo na kwa jamii zinazotuzunguka. Tumuombe Mungu atuongezee nguvu ya sala ili amani idumu ulimwenguni kote. Itukuzwe damu ya Kristo. Aliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emmanuel Mluge wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.